huko na kuyaona mambo ya ibada yenu. Naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya. Yes. Kwa Mungu asiyejulikana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hapa hawa watu wa Athene walikuwa wanafanya ibada, si ni kweli? Na Paulo alipokaa nao katika Areopago akasema ya kwamba alipokuwa akitembea na akichunguza katika yale madhabahu ambayo yalikuwa yanapatikana kati ya wale watu wa Athene, walikuwa wameandika majina ya miungu ile wanaabudu, si ni kweli? Katika yale madhabahu kulikuwa na mungu wa jua, pengine mungu wa mavuno, mungu wa nini, mambo kama hayo, si ni sawa? Lakini kukawa na madhabahu moja ambayo walikuwa wamesimamisha na wakaipea jina la kwa Mungu tusiyefanya nini? Tusiyemjua. Bwana asifiwe. Inamaanisha nini? Derek, inamaanisha unaweza kuwa unapiga magoti ukiomba lakini haujui yule unayeelekezea dua zako ni mtu wa aina gani, ama ni kiumbe cha aina gani. Hili jambo limepofusha macho ya wengi kiasi ya kwamba tunaabudu kwa kawaida, wakati ambapo ibada zetu zinakuwa ni zile ambazo zimepewa program ya kwamba tunafaa kukutana kanisani saa 12 na saa 9 ikifika ama saa 12 Roho atakuwa ameshuka kwa ajili. Sasa hapo umeanza kujiprogram, ni sawa? Uko na mwelekeo, unajielekeza katika nchi ambayo unaona iko sawa machoni pako. Lakini ikiwa tuko katika roho na kweli, mwalimu anatuambia ya kwamba Mungu anadumu katika ibada na katika sifa, si ni sawa? Unaweza ukasifu, unaweza ukaabudu wakati wowote mahali popote uliko, si ni kweli? Hawa watu wa Athene wao walikaa katika kuashiria, kutafuta na kutamani kujua kitu kimoja, lakini hawakukijua. Hivyo basi wakakiwekea madhabahu na wakakipea jina la kwa Mungu tusiyefanya nini? Jinsi ambapo leo hii wengi wetu tumeweka madhabahu kwa Mungu tusiyemjua. Unajua, Mada ametuambia hapa kuhusu matendo, upendo na nini? Msamaha. Si ni sawa? Na maandiko yanatia nguvu maneno ya Mada kwa kusema ya kwamba hatuwezi tukasema tunampenda Mungu tusiyemuona ilhali tunachukia naye jirani. Si ni kweli? Unajua nimeshangaa leo tukija saa hizi tuna ndugu yangu Derek. Ushaona kitu unaona ni kama unaona sinema. Bwana asifiwe. Wazazi tafadhali, usikose kuelekeza watoto katika madhabahu. Usikose kuonyesha watoto njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Collins ni mkubwa. I think Collins is big. Huyu ametoka hapa sasa hizi ni mkubwa. Tumepatana na kijana si mbali hapa. Mtoto kadogo hivi. I think around 7 years. Unajua anavuta sigara kama mtu mkubwa. Nimeangalia nikafanya macho kwanza tukapita yeye kwanza. Nikauliza Derek, mimi naona mbaya mimi. Mtoto anavuta sigara, tukasimama sasa kama ame. On a serious note, the kid is seriously smoking. Ani mtoto mwenye pengine hata jina yake hajajua kuandika vizuri, lakini ashajua kuvuta sigara. Imenishangaza sana. Ilibidi tumesimama kuangalia kuconfirm, tukiona akienda mpaka akaingia kwa kichaka hivi. Na akiona mtu anakuja anaificha, tena huwezi jua. Lakini the moment tunampita anairudisha kwa mdomo na anavuta vizuri na akamaliza na akatupa na akaingia kwa kichaka. Angalia nikasema nao. Dunia inatuelekeza wapi? Hii dunia ambayo tunaishi leo inatuelekeza kwa tega. Okay, ningelipenda kuchukua hatua, si ni sawa?
Lakini chairman, unajua nikichukua hatua kwa mtoto kama yule pia yale mambo ambayo yanaweza kufuata ni kweli. But wewe kama mzazi ukiona kitu kama hicho kikitendeka, ndani ya moyo wako kuna nini ambacho kinafanyika? Yule ni mtoto mdogo, ona serious, ni mtoto mdogo. Mimi siwezi nikasema Collins ni mkubwa kwake, ni kama Collins amemzidi na miaka 2. Ama basi kama pengine ni kuangalia size, pengine naweza sema ni mtu mkubwa mdogo, lakini hapana, ule ni mtoto. Naweza sema ameshinda Dama kidogo kwa umri. Like age gap yenye iko kwake, pengine na Dama ni kama amezidi Dama na mwaka mmoja hivi ama mwaka mmoja na nusu. Around that age. Kama ni shule anafaa kukua, kama ni mbali sana class 2. But ameshika sigara na uwezi jua ako na sigara kwa mkono na anakupita na utajua amebeba, lakini ukimwangalia unaona anaiweka kwa mdomo na anavuta mpaka anatupa kigai cha sigara. Je, unajua Mungu ambaye tunamwabudu? Ndio maana saa zingine wakati tunaambiwa ya kwamba tuna mkutano wa Sunday school, si ni kweli? Wazazi tafadhali andamaneni na nini na watoto wenu mkiwaleta kwa huo mkutano, si ni sawa? Lakini ukikuja hapa siku hiyo ya mkutano wa Sunday school unapata watoto ndio wamejaa, wazazi hatuko. Tuko kwa shughuli zetu. Si ndio? Tuko busy na mambo yetu ambayo tunayafanya hapa na pale, si ni sawa? Hiyo ni mkutano ya watoto. Mfunze mtoto wako ajue umuhimu wa madhabahu yale ambayo unafanya nini? Naabudu. Isije ikafanyika siku moja ya kwamba utapatana na mtoto wako ushangae kama ni yeye unaona ama ni mazingaumbwe. Bwana asifiwe. Jana tukawa tunasemezana na ndugu yangu Derek wakati alifika, na saa zingine yeye akija unapata kuna mambo ambayo yanakuja tu tukaweze kuongea na tunaongea kwa na wakati tulipokuwa tukisemezana na yeye nikamuuliza swali moja. Okay. Wakati ambapo mtu amehitimu na kupata PhD, si ni sawa? Pengine in mathematics, si ni kweli? Amepata PhD kwa somo la hesabu. Hakuna hesabu inaweza mtatiza kichwa, si ni kweli? Je, huyo mtu ana uwezo wa kufanya hesabu ya biashara? Lakini kuna mtu ako na PhD in economics, si ni sawa? Lakini hawezi akasimamisha kioski yake. Kweli ama uongo? Mtu anaweza kuwa na PhD in education ya any of those subjects zenye unajua, si ni sawa? Lakini hawezi akafunza Sunday school. Okay, pengine naongea ndimi. Lakini angalia hii kitu kwa upole, si ni sawa? Mtu anaweza kuwa amesomea kujua jinsi ambavyo anga iko na sayari yote na akaiweka hapa, si ni sawa? Lakini haezi akatambua roho yule anaposhuka na wakati roho anafanya nini? Kweli ama ni uongo? Haezi akapiga magoti kujua ya kwamba ninapopiga magoti kuabudu sayari inaweza ikanisikiza na ikatii. Mtoto anaweza akajifunza shule, si ni sawa? Na akapita. By the way, Mama Brayo tusaidie hapa kidogo. Usisafiri sana, rudi tu kwanza. Tusaidie hapa kidogo. Kwa wale watoto ambao walifanya vizuri sana darasa la 8, how do they perform in Form 4 or even after? Wale wenye walikuwa wanaandikangwa kwa gazeti, unajua enzi yetu ile ilikuwa inafanywa inaandikwa kwa gazeti, si ni sawa? Picha ya mtoto fulani shule fulani aliongoza Kenya mzima, si ni sawa? If you try to trace back their life after 4 years, baada ya class 8, wanakuwa wapi? Ona relax. Mama Brayo, toa tu sauti. Wacha kujinyonga shingo. Sikusikii. Most of them, sababu walitoka chini na strong.
Oh. So anakuwa hayuko tena. Asante. Asipo? Nani alimfuatilia hapa primary? Sinadhani hata kule ameanguka tu kwa mikono ya walimu ama kule anaendanga kupatana na wachaji. Si ni mwalimu tu amemhand over kwa another level. Tunaona mzazi akikaa chini akijua mtoto wangu alienda akiwa siku na wachili.